Hakusema kile kipawa ukitumie mwenyewe. He didn't say that the gift belongs to you. Kila kipawa kisicholeta faida kwa Mungu, Every gift doesn't bring glory to God. ni kipawa sio cha Mungu. It doesn't come from the Lord. Sababu Mungu lengo lake la kukupatia kipawa, Because God's plan to give you the gift, anatarajia kupokea matunda katika kile kipawa. He's waiting for the fruits from the gift. Anatarajia kuona utukufu kwa ajili ya kile kipawa. He's waiting to see His glory from the gift that He gives you. Kuna kipawa kimoja ambacho kinadharauliwa sana. There's a certain gift to everybody neglect. Na ni kipawa ambacho kinaitwa cha kuhudumia wengine. It's the gift called serving other people. Unajua kama kuna kipawa kinaitwa tu cha mhudumu. There's a certain gift called just serving people. Hiki kipawa watu hawakijui. Many people they don't know about it. Nitaleta mfano tunapokuwa hapa kanisani. Let me give an example. We are here in the service. Na tunasikia ya kwamba mama fulani hakuingia leo sababu yuko mgonjwa. There's a certain lady, she didn't come today because she's sick. Yule mama ana watoto 7. And she has 7 kids. Na yule mama hana bwana. And she's not married. Ama hata yuko na bwana lakini bwana yake ni mfanyakazi. Or even if she's married but her husband works. Lakini wakati bwana yake hayuko nyumbani na yeye ni mgonjwa, when the husband is not home and she's sick, huyu mama anahitaji kusaidiwa. She needs help. Sababu hana namna ya kuosha vyombo vyake. Because she is not ready to clean the house. Hana hata uwezo ya kujipikia chakula. She can't cook it for herself. Hana hata uwezo labda ya kujikamatia maji kwenye mtungi ya kunywe. And she's not strong even enough just to pick water for herself. Lakini mkanisa mnakuwaka mtu mmoja. But we have one person in the church. Yeye akisikia tu mtu ni mgonjwa, when he hears that somebody is sick, yeye anakimbiaka kwa ule mtu kumfanyia kazi. He can run quickly to these people and try to help him. Na wakati anamfanyia kazi, and when he's helping, anamwambia Mungu akubariki, ndio Mungu amenituma tu nikuje kukuoshea nyumba na kukupikia chakula. God sent me just so that I can come and clean your dishes and clean your house. Alafu nimemaliza yenye Mungu alinituma. I finished what God sent me to do. Basi acha tushukuru Mungu sababu ameniwezesha kufanya amenituma hapa kufanya. Now let's pray because I finished what the Lord sent me to do. Mungu nakushukuru sababu nimetimiza ahadi zako. I thank you God because I have accomplished your promise. Na hivi basi mimi narudia Mungu. And I want to go back, Lord. Asante kwa kazi nimefanya hapa. I thank you for the job I did. Ubariki tena na mjakazi wako. Bless your servant. Nataka kuuliza hivi. I want to ask. Kama ni wewe mtu angekufikia vile nyumbani kwako. If it was the one that somebody can come to your house. Unaweza kufanya nini? What can you do? Mama Teresa, kama ni wewe unaweza kufanya namna gani? Mama Teresa, what can you do if you are the one? Naweza kumuombea. Hallelujah. I can pray for him. Wakati unamuombea unataka kumuombea nini? Baraka, si ndio? When you want to pray for him, you can pray for just for blessings. Angalia namna kipawa kinaletaka baraka. I try to check now how the gift brings blessings. Kila kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yetu, every gift that the Lord has placed in our life, Mungu anataka watu wamtambue ya kwamba yeye Mungu anapitiaka watu kujibu mahitaji. His only plan is that no people can discover that God works through people. Hakuna wakati Mungu atashuka mbinguni kwenda kukuona kwa hospitali. There's no time that God will leave heaven so that I can go and visit somebody from the hospital. Hakuna wakati Mungu atatoka mbinguni aende kuoshea mtu nyumba kwake. And there's no time God can leave heaven and go and wash somebody's house. Hakuna siku utakuwa na njaa Mungu akuje kwako kukupatia chakula. And there's no time when God can leave heaven and come and give somebody food. Ikiwa una njaa, when you are hungry, ikiwa uko mgonjwa, when you are sick, unahitaji huduma ya mtu mwingine. You need somebody's ministry. Na ile huduma iliyo ndani ya ule mtu, and the ministry in the life ndio Mungu anayekaa ndani yake. It's the God which is living inside. Biblia inasema hivi. The Bible says, mtakapotendea wadogo wa hawa kwa ajili yangu, whatever you do for this little one, ni mimi mtakaye kuwa mmetendea hivi. You will do everything for me. Na watakatifu wetu watauliza Mungu hivi. And the saints will ask to the Lord, ya kwamba Bwana, siku gani tulifanya hivi tukakuona wewe? When did we get the chance to see you and save you? Wakati gani ulikuwa mgonjwa tukaenda kukuona hospitalini? When were you sick and we went to visit you to the hospital? Wakati gani ulikuwa njaa tukakupatia chakula? When were you hungry and we gave you food? Na Yesu atawaambia hivi. And God will respond. Jesus will respond. Ule mdogo uliyotendea ile siku, what you did to the little one, ilikuwa ni mimi unatendea vipi? You did to me. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inataka kusema hivi. The Bible says, mnapokuwa na upendo nyinyi kwa nyinyi, when you are loving each one another, ndio mataifa watatambua ya kwamba mko wafuasi wangu. And the world will discover that you are my disciple. Na upendo
kuhudumiana. And love is manifested by helping each Na other. vipawa ambavyo tumepewa ni lazima viandamane na upendo. And the gift that we got from the Lord just have to manifest love. Maana kipawa ulicho nacho The gift that you have, kisipokuwa na upendo if it is not full of love, kitaleta kiburi ndani yako. it will bring proud in your life. Kitaleta pia majivuno ndani yako. It will bring just Wakati unakuwa mtu wa kiburi na majivuno, when you are a proud person, utakuwa mtu ambaye hautahudumia wengine. you will not be ready to help other people. Lakini Yesu ambaye alikuwa kipawa cha kwanza tumepewa, But Jesus, who was the first gift that we got from the karama Lord, ya kwanza ambayo tumepewa na Mungu ni hii. the first gift that we got from the Lord, Yesu Kristo mwana wake Jesus is being only akakuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, He came on to help the whole world, ili ulimwengu upate uzima wa milele. so that he can get the everlasting life. Haikujalisha dhambi za ulimwengu, He didn't care about the world sin. haikujalisha pia machafuko yanayofanyika ulimwenguni, He didn't care about what is happening in the world. lakini sababu ni karama yenye Mungu alitoa kwa ulimwengu, Because he was the gift from God to the akalipa world. deni ya dhambi zetu, He paid the debt of our sin. akalipa hata machafuko yetu. He paid for our weakness. Yesu akakuwa mchafu And he had made dirty wewe ili uitwe mtakatifu. so that you can be clean. Ni sababu kipawa ambacho Mungu ameleta Because the gift that God gives, ilikuwa ni kuhudumia wanadamu. it was to minister to the world. Wewe wakati Mungu anakupatia kipawa, When God gives you a gift, unaanzaka kujivuna, you start by being proud. unaanzaka kuona wengine ni waovyo. You start that everybody is useless. Mimi ndio ninajuaka kufanya hivi, I am the one who knows how to mimi ndio minister. ninaombaka vizuri, I know how to pray. mimi ndio ninahubiriaka vizuri. I know how to preach. Unapofikia katika ile hali, When you reach at that stage, wewe umeinuka, you are in high. na wakati umeinuka, And when you are in high, Yesu anakuona kama alivyoona Zakayo juu ya mkuyu, and Jesus discovered that you are like Zechariah on the tree. na anakuambia shuka kwanza, And you gradually come sababu down. leo nitaingia nyumbani kwako. Because today I want to enter in your house. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the name of the Lord. Yesu hawezi ingia kwa mtu aliye juu. God can't visit somebody which is in high. Yesu hawezi kutumika na mtu ambaye yuko juu, He can't use somebody who is in high. sababu yule aliye juu The one who is in high, huduma yake iko juu sana, his ministry, his gift is in high. na watu wengine wako chini And sana. everybody is down. Lakini ni lazima watu wakuwe sawasawa, And God wants other people to be to the same side. watu watambuane namna walivyo, To work to the same level. kusudi waweze kutembea pamoja kwa umoja kiroho. So that they can walk together in the spiritual unity. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the name of the Lord. Karama inatoka kwa Mungu, The gift comes from the Lord. na kila mtu Mungu amempatia karama. And every one of us got a gift from the Lord. Ni ajabu wakati ninaona Wakristo wanachukizwa na karama zenye Mungu amewapatia. It's a pity when I can discover that a Christian is not happy with the gift he got from the Lord. Kuna Wakristo hawaridhikake na yenye Mungu amewapatia. There's some Christians, they are not happy with the gift that they got from the Lord. Kuna watu hawaridhiki na karama yenye Mungu They amewapatia. are not satisfied with the gift that they got. Wewe imagine wakati unaletewa kitu na mpendwa wako. Imagine you can get a gift, you can receive a gift from your beloved one. Bwana yako anaenda kule Kuzias, Your husband can go to Zeros. na wakati anatoka kule Kuzias anaona kasaa kazuri, anakafunga trade. Can buy a very nice watch. Na anakuja na ile saa kwako, anajua ya kwamba na mimi nataka kufurahisha mpendwa wangu na haka kakado. And he brings you the gift, and he said to himself that I want to make my wife happy with this gift. Na alafu anakuja nao vizuri, ana smile vizuri sana, And when he approaches you, he is smiling. na makuraje yote. He's